Unaona kisi barabara yote nala. Watu wale wanaanza kimbia. Sasa mimi nashimama kwa barabara hapa kwa nani kwa Kabesha. Ndio kwenye iko sai. Unaona kisi watu wanaanza kimbia. Ndio kwenye iko sai. Unaona kisi watu wanaanza kimbia barabara. Bongo hii. Naam, barabara kabisa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari ambazo tumekuandalia katika siku ya leo. Channel ni Mteba TV. Kama ni mara ya kwanza umefika ndani ya channel hii, endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine, utazidi kupata habari zaidi kutoka hapa channel yako ya Mteba TV au sabone kwa lugha ya Kifaransa. Majina yangu naitwa ni Mteba, ambaye mtangazaji wako ambaye wanakupa taarifa, update mpya, habari mbichi ya leo ya sasa hivi kwenye channel yako ya Mteba TV. Habari zote zinazopatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo za Bukavu pamoja na Goma. Karibu sana kwenye channel yako ya Mteba TV. Kama unapenda kujua habari zote za DRC, habari za vita, habari za ukosefu wa usalama unaozidi kuendelea maeneo za este na pia Kongo kwa ujumla na duniani kote, basi endelea kufuatilia channel yako ya Mteba TV. Leo tumekuandalia habari nyingi sana kwenye channel ya Mteba TV. Tuweze kuwasalimia wote, jambo sana watu wote wanaozidi kufuatilia channel ya Mteba TV. Tunawapenda sana pia na sisi kwa sababu tunashirikiana kwa mawazo, tunashirikiana kwa maoni, tunashirikiana kwa kazi kusonga mbele, kujua kila ambacho kinachoendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tuna habari moto ambazo tutakwenda kuzungumzia kwenye siku ya leo. Le 27 tarehe 27 Rwanda na DRC wameweza kuweka signature au wameweza kusinye na makubaliano ya amani, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV pale Amerika, Washington DC. Ndugu msikilizaji, tutakwenda kuzungumza hizo habari katika siku ya leo. Lakini habari zingine ambazo tunazo maeneo za Walungu siku ya jana, ndugu msikilizaji, watu zaidi ya 80 wamekufa, wakiwa watoto, wa mama, vijana. Yani hali ilikuwa ni mbaya, ilikuwa ni chinja wakati mapambano makali yalikuwa yanaendelea, Wazalendo pamoja na M23. Tutakwenda kueleza wamekufaje na ilikuwaje, ndugu msikilizaji. Usibanduke kwenye TV yako, usibanduke kwenye simu yako, usibanduke kwenye kompyuta yako, ili tuendelee kukuambia kila ambacho kinachoendelea. Lakini pia siku ya leo Kanyola, hali ilikuja kuwa tena mbaya sana groupement ya Kanyola. Mapambano tena yameweza kuendelea, M23 lakini pamoja na Wazalendo. Tutakwenda kuambia kila ambacho kinachoendelea maeneo ya groupement ya Kanyola, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Lakini habari zingine ambazo tunazo siku ya leo, baada ya miremire au baada ya kusikiliza habari mingi sana zinazoendelea ndani ya mtandao wa kijamii, hasa habari ambazo Muhozi aliweza kuandika kwenye Twitter yake ya kwamba ataweza kuingia na kushambulia Wazalendo, lakini pia Wazalendo wakamjibu moja kwa moja na kusema kwamba wao wako tayari. Lakini habari zingine zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii tutakwenda kuzungumzia ya kwamba Wazalendo ili wasaidie DRC, mataifa yenye nguvu, kwamba lazima Wazalendo waweke silaha chini, kitu ambacho hakitawezekana. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel yako bora sana ya Mteba TV, tutakwenda kuchambua habari na tutakwenda kwa pamoja kwenye channel yako ya Mteba TV. Tunaanzia habari zetu, makubaliano ya Rwanda pamoja na DRC yaliyofanyika siku ya tarehe 27 jana, maeneo za Washington DC, Marekani. Ndugu msikilizaji, makubaliano haya yameweza kuwekewa signature. Jamani, hata Donald Trump alikuwepo, ndugu msikilizaji. Ni kwamba yeye ndiye aliyekwenda kusinye signature ya mwisho ya kwamba ni lazima amani irejee maeneo ya Kongo. Watu wengi sana waliweza kuongea kwamba Tshisekedi anauzisha nchi, Jamani, Tshisekedi ni mtu ambaye anakwenda na siasa vizuri sana. Anakwenda na siasa ya kisomi, anakwenda na siasa ya kitaalamu. Felix Antoine Tshisekedi Chilombo
Baada ya hapo makubaliano yapo na inatakiwa wanajeshi wa Marekani wademe Kongo. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, vita imeisha. Tunaweza kusema imeisha kwa sababu Marekani imekubali kuweza kupeleka vikosi vyake maeneo za Goma na Bukavu ili waweze kuchunga amani. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, lakini hatuwezi kusema kwamba vita imeisha kwa sababu bado watu wanakufa. Bado kila mkongomani anataka, baada ya makubaliano haya sinyantiro, makubaliano ya amani, tunataka kuona, na kila mkongomani au kila mtu duniani kote anataka kuona makubaliano haya. Je, ni ya kweli? Manufaa ya makubaliano kila mtu anaangalia. Sio wamesema kwamba amani imeingia, amani, wamekubaliana amani. Kila mtu anataka kuona M23 imetoka, wanajeshi wa Rwanda wametoka, ndipo roho ya kila mtu ilipo. Nafikiri hata wewe ndugu msikilizaji, tuandikie kwenye maoni yako, roho yako iko wapi baada ya makubaliano na kusinyie makubaliano haya maeneo hapa nchini Marekani, ndugu msikilizaji. Na kila mtu anategemea M23 au wanajeshi kutoka Rwanda watoke Mkongo. Hapo ndipo tutakapokubaliana ya kwamba vita imeisha. Lakini kama bado wangali Goma, wanashikilia Goma na Bukavu na kuendelea kuua watu, hapo ni kudanganyana. Tunataka tuone kabisa mapambano yaishe, vita iishe, M23 itoke, wanajeshi kutoka Rwanda, Uganda waweze kurudia na wakongomani wakamate maeneo zao. Lakini kwa kuzungumza kwamba amani imeingia, kwa kuzungumza kwamba tumesinye, tunasubiria sasa amani imeingia, kila mtu aheshimishe mipaka yake, ndugu msikilizaji, hakuna kukubali jambo kama hili. Nafikiri tuko pamoja. Nafikiri hata wewe ndugu msikilizaji unanielewa na tunaelewana na tunajaribu kueleweshana. Lazima au M23 na wanajeshi kutoka Rwanda watoke kabisa. Wakati watatoka ndipo tutakapoamua kwamba amani imeingia. Lakini kwa kuongea kwa mdomo hatukubali. Hatukubali mpaka tuone vitendo viendeke. Baada ya makubaliano hayo tusubiria wiki 1, 2, 3 tuone kile ambacho kitakachoendelea. Wamesinye, kila kitu kimeenda sawa. Ndizo habari ambazo tumekwambia katika siku ya leo. Lakini habari zinazovuma kwamba wazalendo waweke silaha chini ni kwamba hapa kuna siasa. Unajua wakati wa Kabila wa Joseph Kanambe miaka 18 alikuwa anagombanisha wazalendo sana. Walikuwa wanagombanisha wazalendo sana. Wazalendo wote walikuwa maporini, wanawakamata kama vile ni waasi. Wakati wa uongozi wa Kabila, ndugu msikilizaji na mtazamaji, tumeweza kushuhudia vita kati ya serikali na wazalendo miaka nenda rudi. Watu wanakimbia vita kwa sababu ya wazalendo pamoja na FRDC. Watu wakasambaratika huku wakiwa wanaiba zile yale mali yote ambayo yalikuwa yanapatikana pale DRC. Kwa hiyo ilikuwa ni vita ya kisiasa. Kanambe amepiganisha wazalendo sana huku akiwa naiba na akiwa anatengeneza jeshi yake ya M23 ili akija kuacha uongozi aweze kuja kupambanisha tena serikali, kwa sababu tumeona kila mtu ameona gisi ameingia tena kujiunga na M23. Lakini sasa hiyo ndio siasa ambayo wanataka kumuingiza Kabila Felix Tshisekedi Chilombo, ya kwamba na yeye akubaliane na mataifa yenye nguvu kwamba wazalendo waweke silaha chini. Hakuna mzalendo atakayeweka silaha chini wakati bado M23 wapo Mkongo, wakati Wanyarwanda bado wapo Kongo, wakati vita bado inaendelea. Hakuna. Kama watu wanakubali wazalendo wapumzike, lazima hawa M23 wote watoke Mkongo, waondoke. Wanajeshi wa kutoka Uganda watoke, wa kutoka Rwanda watoke, Kongo ibaki yenyewe. Hapo wazalendo wanaweza wakapumzika. Lakini kama bado makahoko wapo ndani, kama bado wazalendo wanazidi kupambana na hawa M23, hakuna kuacha silaha chini. Hizo habari tumepiga nukta kwanza kwa hiyo habari. Tuingie sasa kwenye habari za Walungu, kila ambacho kilichoendelea juzi. Mapambano ambayo yalikuwa yanaendelea kwa kasi. Wazalendo wakakamata santre yote ya Walungu, wazalendo wakakamata maeneo zote ambapo M23 walikuwa wamezibiti. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, jana kulikuwa ni mshike M23 kukimbia
walikimbia kupiga watu siku ya jana, kupiga watu, kuchemsha watu wamekufaje, na kupiga watu masasi, ndipo watu walisaje, watu waliweza kufariki. Wakati M23 waliweza kufariki kwa kimbia hiyo mapambano makali M23 wanaingia nyumba yako, wanatoka kimbia kwenye manyumba ili wajifiche wawe salama, kujificha wote ili wajifiche wawe salama ya nyumba hizo wote, ndipo watu wapo ndani kwenye manyumba walikufa maeneo tembeza sasa Walungu. Sasa baada wao kujificha watu mipaka, wazalendo wakaanza kuwatafuta, hawakuwaona. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, ndipo habari ikaishia hapo. Sasa siku ya leo siku ya leo M23 mapambano yameendelea maeneo za Walungu, lakini na maeneo mengine zinazojulikana kama vile sasa leo mapambano makali sana yameweza kuripotiwa maeneo za groupement ya habari zingine za ambazo tunazo maeneo za groupement ya Kanyola, pale ambapo mapambano makali sana yameweza kuendelea, kwa sababu unajua tangu juzi wazalendo wamekamata maeneo mengi sana mpaka Walungu Centre walifika. Sasa leo mapambano yakiwa yanaendelea baada ya M23 kuongeza vikosi na kuongeza nguvu. Tumepata ripoti ya kwamba wapo Kanyola tena, yani M23 wamerudi maeneo za Kanyola, lakini kinachoendelea kwa mapambano bado ni makali yanayoendelea maeneo za Kanyola na maeneo mengine yote. Lakini wanajeshi wa serikali ambao walikuwepo wa FRDC maeneo zile walitoka, tuseme tu walikimbia maeneo hizo, kwa sababu sisi lazima tukwambie kile ambacho kinachoendelea. Wakati wazalendo walikamata maeneo mengi, wanaachiaga FRDC wanakuwa wanatoka, walikimbia, ndipo tena M23 wakaja kuingia kwenye groupement ya Kanyola. Lakini groupement ya Kanyola ilikuwa shagombolewa kabisa na wazalendo mpaka Walungu. Ndugu msikilizaji, centre yote ya Walungu ilikuwa tayari ni wazalendo, lakini baada ya kuachiwa FRDC wazalendo wafanye kazi zao tena, FRDC wakaacha maeneo yale zote. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, sasa au M23 ndo wameingia tena kwenye groupement hiyo, na kwa sasa hivi wapo maeneo hayo, maeneo za Kanyola. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel yako bora sana ya Mteba TV, lakini mapambano bado yanaendelea. Tutakuja kuambia kila ambacho kitakachoendelea maeneo za hapo Kanyola na maeneo za Walungu, vijiji vyote ambavyo vinavyozunguka maeneo yale. Lakini pia bila kuchelewa, maeneo mengi sana tu bado vijana wanazidi kupotea. Maeneo za Bukavu vijana wanazidi kupotea, maeneo mengi sana wanazidi kukamata vijana na M23. Wengi wao wanakwenda kufunzwa, wanakwenda kuingizwa kwenye M23. Ukikataa ndipo wanapoua vijana wengine, na wengine kabisa wanapotea kabisa bila kujulikana walipo. Channel yako ni Mteba TV. Karibu sasa kwenye uchambuzi wetu ambao tumekuandalia katika siku ya leo kwenye channel yako ya Mteba TV. Usisahau kusubscribe ndani ya channel yako, usisahau kulike, usisahau kucomment, usisahau kusambaza, usisahau kushare, na usisahau kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Mimi ni mtangazaji wako, naitwa majina ya Mteba TV. Karibu sana kwenye uchambuzi wetu. Habari zilizovuma duniani kote ya kwamba wazalendo waweze kuacha silaha chini baada ya Muhoozi kuweza kusema hayo maneno ya kwamba ana uwezo wa kushambulia wazalendo. Lakini pia wazalendo wakamjibu moja kwa moja ya kwamba lazima wana uwezo wa kupiga, wakija tu lazima watawapiga, kwa sababu hawawezi wakaacha nchi yao. Wao ni wazalendo na wao ni wageni, na wazalendo wakasema hakuna mgeni yoyote atakayeingia kwenye nchi ya Kongo na silaha yake kwa kugombanisha wazalendo na wazalendo wamuache. Wazalendo watampiga na hakuna kuweka silaha chini kwa kutulia. Lazima wanajeshi wote, lazima wageni wote waweze kuondoka DRC, ndipo mzalendo atakapoona amani imeingia. Lakini kwa kuzungumza tu hivi kwamba amani imeingia ni kitu ambacho hakitawezekana. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel yako bora sana ya Mteba TV, tunaendelea na habari zetu duniani kote, kila ambacho kinachoendelea maeneo zingine. Sasa tunakimbia moja kwa moja maeneo za Kinshasa. Kile ambacho kinachoendelea Kinshasa ni ya kwamba baada ya Costa Mtamba kuweza kuandika barua yake ya kwamba ameacha kazi, lakini kwa sasa tunavyoongea na nyinyi hapa amerudishwa kazini na yeye yupo kazini. Tumbo zinawaka moto wale wote ambao walikuwa wanachochea. Unajua bunge la Kongo makahoko ni wengi sana kwenye bunge hilo, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Sasa wakaanza kumpiga Costa Mtamba vita kali
kwa sababu yeye anatumbua majipu, lakini kwa sasa amerudi kazini na kwa nguvu kamili kabisa kile ambacho kinachoendelea maeneo zile za Kinshasa, na hivi amerudi kwa nguvu zaidi, na watu watangaika sana kwa sababu walikuwa wanamtafutia makesi mengi, wanamtafutia matatizo mengi. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel yako bora sana ya Mteba TV, wengi wanajiuliza, baada ya Marekani kushusha vikosi vyake maeneo za Goma, maeneo za Bukavu, je, hawa M23 watakwenda wapi? Je, watapambana na Marekani? Kitu ambacho hakitawezekana. Je, huyu Colonel Nanga atakwenda wapi? Kwa sababu Marekani itaingia Kongo kwa makubaliano ya amani na kupiga vikosi vyote vya waasi wa M23. Yoyote atakayeleta utani ni kupigwa vibaya sana. Kwa hiyo amani hiyo itaingia, vikosi vitashuka maeneo za Goma. Sasa hawa viongozi watakwenda wapi? Viongozi wa M23, Kabila atakimbia, atakwenda zake Afrika du Sud huko Afrika Kusini. Lakini sasa hawa wengine watakwenda wapi? Hayo ndio maswali. Wakina Nanga, wakina Bisimwa, wakina nani, Makahoko, wengi sana watakwenda wapi ndugu msikilizaji? Na kituo cha kwanza kitadema maeneo za Goma. Kwa hiyo watu wa Goma wanataka kupokea vikosi kutoka nchini Marekani. Hayo ndio makubaliano. Tunasubiria tu, wakiingia tunakuja kuambia hapa kwenye channel yetu ya Mteba TV. Hapa tunakupakulia habari mbichi, habari ya kweli, habari ambayo imeenda shule ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Basi majina yangu ni Mteba. Tukutane tena panapo majaliwa kwenye taarifa zetu zingine za habari. Namba zetu za simu ni alama ya kujumulisha 859 3388 406 ni Mteba TV. Namba hiyo unaweza kututumia taarifa zozote popote ulipo. Unaweza kawa maeneo za Goma, ukiona matatizo, makesi mbalimbali yanaendelea, basi wewe una record na kututumia taarifa zozote ili ziweze kufikia wengi. Lakini kama uko popote ulipo, hata kama uko mzalendo, shika matukio yote yale, tumia Mteba TV na yeye pia ataweza kusambaza. Lakini pia siku ya jana maeneo za Goma, gari nyingi sana zimeweza kuonekana zikisomba vitu zikienda Rwanda. Kwa hiyo hizo ni habari ambazo tunazo. Jana tarehe 27 na tarehe 26 habari hizo zimeweza kuvuma na kuonekana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini sisi kama TV tutakuja kuambia habari hizi kwenye uchambuzi wetu utakaofuata siku nyingine panapo majaliwa. Tukutane tena panapo majaliwa. Chao.